Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunawakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya jioni ya leo. Ilikuwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea muhtasari wa matukio muhimu yaliyoendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kuanzia hali ya usalama mashariki mwa taifa, matukio ya kijamii na wasiri maisha ya wananchi, hadi masuala ya kisiasa na uchumi yanaendelea kuhunda mwelekeo wa mustakabali wa nchi yetu. Vile vile tutazungumzia hali ya kibinadamu katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika na migogoro, mafuriko na matukio ya majanga, pamoja na juhudi za serikali na mashirika ya kibinadamu katika kujaribu kuleta nafuu kwa wananchi walioko katika mazingira magumu. Vile vile tutakuletea taarifa muhimu za kikanda na za kimataifa zinazohusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kijeshi unaendelea kati ya nchi yetu na washirika wake wa duniani. Vile vile basi endelea kuwa nasi hatua kwa hatua ili upate taarifa sahihi na uchambuzi kwa kina na zinazokupa picha halisi ya kile kinachoendelea katika taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Yaani Kivu News Info kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nikumbushe kwamba ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jelonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nene Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Katika eneo la miti mingi iliyopo katika groupmenti ya Ufamadu ya pili katika sekta ya Katoi katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, hali ya kibinadamu bado ni ya wasiwasi mkubwa kufuatia mapigano makali yalitokea siku ya Jumatatu asubuhi kati ya wapiganaji wa M23 na muungano wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia, ingawa leo Jumanne kuna hali ya utulivu wa muda, mvutano kati ya pande zote mbili bado ni mkubwa, huku wapiganaji hao wakiendelea kukabiliana uso kwa uso ndani ya kijiji hicho ambacho sasa kimebaki karibu tupu baada ya wakazi wake kuyahama kwa wingi. Taarifa zinaweza kwamba baada ya siku mbili za mapigano mfululizo, M23 walidhibiti sehemu ya kijiji cha miti mingi, huku pande mwingine wa kijiji hicho ukishikiliwa na wapiganaji wa Wazalendo kutoka muungano wa Pareko pamoja na Mai Mai Lamuka. Hali ya migawanyiko ya kudhibiti endelea kuongeza hofu kwa kurejea kwa mapigano makali wakati wowote. Wakazi wa eneo la Karambo ambao walikimbia katika eneo la Bialo kutokana na mapigano hayo bado hawajaruhusiwa kurejesha majumbani kwao kutokana na hofu ya usalama na uwezekano wa kuanza upya kwa mapigano. Hali imeacha familia nyingi katika mazingira magumu ya kibinadamu bila makazi salama, upatikanaji mdogo wa mahitaji ya msingi. Mapigano yalianza tena Jumapili katika eneo la Ufabando ya pili baada ya siku chache tu za utulivu wa muda mfupi. Tangu wakati huo hali inaendelea kuzorota, huko kila upande ukijaribu kuimarisha nafasi zake katika eneo hilo. Taarifa kutoka kwa mashirika zinaeleza kwamba katika jioni ya Jumapili matumizi ya droni za kivita yaliripotiwa katika eneo la mapigano. Droni hizo zitumika katika mashambulizi yaliyolenga baadhi ya maeneo yaliyoshikiliwa na uasi wa M23. Hali inaashiria kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya kisiasa katika mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi. Kwa upande mwingine, inaripotiwa kuwa muungano wa Wazalendo ukiwa na usaidizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifanya mashambulizi ya kujibu ili kuzuia kusonga mbele kwa uasi wa M23 ambao wanatumiwa pia kujaribu kupanua udhibiti na kuelekea kijiji jirani cha Kashuka katika juhudi za kusogea zaidi kuelekea groupmenti ya Ufamadu ya kwanza. Hadi sasa hali ya usalama bado ni tete na hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kupoteza maisha. Mashirika ya kiraia yameendelea kutoa wito wa haraka kwa ulinzi wa raia pamoja na kuomba kwa hatua za dharura za kibinadamu kusaidia maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Wakati huu wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika hofu kubwa, huku wakisubiri kuona kama utulivu wa sasa utaendelea kuwa au kama mapigano yatarejea tena kwa nguvu zaidi katika siku zijazo. Katika eneo la Mutongo lipo katika makao makuu ya groupment ya Ihana ndani ya wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, hali ya taharuki ilitanda siku ya Jumatatu tarehe 2 Aprili kufuatia mapigano ya risasi kati ya wanajeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo lilianza baada ya mzozo ambao chanzo chake bado hakifahamika vizuri, aliyosababisha hali hiyo kuzorota haraka na kugeuka kuwa mapigano ya silaha. Mapigano yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao walijikuta wakikimbia na kujificha kwa usalama wao.
yao. Taarifa zote zinaeleza kuwa watu wawili walijeruhiwa katika tukio hilo, wote wakiwa ni wapiganaji wanaohusika katika makabiliano hayo. Ingawa majeruhi bado hajafafanuliwa kwa undani zaidi, hali inaendelea kufuatiliwa na vyombo vya karibu na eneo hilo. Kutokana na hali ya wasiwasi, shughuli za kijamii na kiuchumi zilisimama kwa muda katika eneo la Mutongo. Maduka yalifungwa, usafiri ulitatizwa, na huku wakazi wengi wakiamua kuweka watoto wao majumbani kwa kuhofia usalama wao. Baada ya saa kadhaa za taharuki, hali ya utulivu wa muda iliripotiwa kurejea katika eneo hilo jioni ya Jumatatu, ingawa wazi wakazi bado wanaendelea kuishi kwa hofu na sitofahamu kuhusu uwezekano wa kurejea kwa mapigano. Akizungumzia tukio hilo, mwami wa groupement ya Ihana, Mwami Kitana Ngulu Buhii wa 4 alithibitisha kutokea kwa mapigano na akisema kuwa hali sasa imetulia kwa kiasi fulani, lakini jamii bado iko katika mazingira ya taharuki na hofu kubwa. Kiongozi wa kimila ametoa wito kwa viongozi wa kijeshi na pande husika kuzingatia mazungumzo na mashauriano badala ya kutumia nguvu ili kuepusha kurejea kwa machafuko ambayo yanaweza kuathiri zaidi ya raia wasiokuwa na hatia katika eneo hilo. Wakati huo, wakazi wa Mutondo wanaendelea kusubiri kwa tahadhari kubwa, wakitumaini kuwa hali ya usalama itamarika na amani ya kudumu itarejea katika eneo hilo lao. Katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, hali ya binadamu inaendelea kuzorota kwa kasi kubwa kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile wakisaidiwa na makundi ya wazalendo. Mapigano yanaendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia na kuwalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, angalau vijiji 7 tayari vimeachwa kabisa na wakazi wake kutokana na hofu ya mapigano. Vijiji hivyo ni pamoja na Butoi, Bukumbi, Mutindi, Kirambo, Bunyabaiti, Kashindi na Buliba viliopo katika groupment ya Ufamadu ya pili na Nyamaboko ya kwanza. Maeneo ya sasa yanaripotiwa kuwa tupu baada ya wakazi wengi kuyahama makazi yao. Wakazi waliokimbia mapigano hayo wameelekea zaidi katika eneo jirani ya Walikale ambako wanatafuta hifadhi katika groupment za Waloya Uroba na Waloya Luhanda. Hata hivyo, kutokana na idadi kubwa ya watu wanaendelea kuwasili, uwezo wa maeneo hayo ya kuwapokea wahamiaji umezidiwa kiwango. Wengine, kutokana na ukosefu wa rasilimali za njia za usafiri, wamelazimika kujificha porini ili bila msaada wote wa kibinadamu ile unaofanya kuwa katika mazingira tarishi zaidi. Katika maeneo ya mapokezi, hali ni ngumu sana na wakimbizi wa ndani wamelazimika kujihifadhi katika shule na makanisa ambayo yamegeuzwa kuwa makazi ya muda. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yameripoti uhaba mkubwa wa chakula, huduma za afya na makazi ya kutosha, na makundi yaliyoathirika zaidi ni watoto, wazee na wagonjwa ambao wanakabiliwa na changamoto kubwa za kiafya na lishe. Taarifa zaidi zinaonyesha kuwa kati ya tarehe 9 hadi tarehe 10 Aprili, wimbi jipya la wakimbizi liliongezeka baada ya mapigano yaliyotokea katika eneo la Chunguti, na wakazi kutoka Ufamadu ya kwanza pamoja na Ziralo nao walazimika kuungana na wengine walioko Waloya Luanda. Hali iliongeza presha kubwa katika jamii za eneo hilo. Kukizidi kwa hali ya ukosefu wa usalama kumezidisha wito wa dharura kutoka mashirika ya kiraia ambao wanaitaka serikali pamoja na washirika wa kimataifa kuongeza juhudi za haraka za kibinadamu. Wanasisitiza umuhimu wa kulinda raia na kuhakikisha misaada wa haraka unafikia watu wote walioathirika na mgogoro huu. Wakati huu, wakazi wa Masisi na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hofu na hali ya sitofahamu, wakisubiri hatua za haraka zinazoweza kurejesha amani na usalama katika eneo hilo. Katika jiji la Butembo mkoani Kivu Kaskazini, hali ya taharuki ilitanda siku ya Jumanne kabla mchana baada ya milio ya risasi kusikika katika barabara ya Peruzi katika mji huo. Tukio lilisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na wafanyabiashara waliokuwa katika shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa taarifa za awali, milio hiyo ya risasi ilitokana na mzozo uliotokea kati ya madereva wa pikipiki za abiria wanaounda chama cha Amota na maafisa wa polisi. Mzozo ulizuka wakati polisi wakiendelea na operesheni maalumu iliyoamiriwa na mamlaka ya jiji la Butembo. Operesheni inalenga kuwaondoa watu wanaotumiwa kukalia maeneo ya umma kinyume cha sheria, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha nidhamu na matumizi ya ardhi ya mijini na kuhakikisha usalama wa maeneo ya umma katika mji huo. Hata hivyo, utekelezaji wa operesheni hiyo ulizua mvutano mkali kati ya pande hizo mbili, alosababisha kubadilishana maneno makali kisha hatimaye ya risasi kusikika, jambo lililopelekea watu waliokuwa karibu kwa kutawanyika ovyo wakijaribu kuokoa maisha yao. Baada ya tukio hilo, shughuli mbalimbali katika eneo la Peruzi zilisimama kwa muda, maduka yalifungwa kwa haraka, usafiri
katizika na hali hofu ilitanda katika maeneo jirani, huku wakazi wakijifungia ndani wakisubiri kujua hatma ya hali hiyo ya usalama. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitisha idadi ya waliouawa au waliokamatwa katika tukio hilo. Hata hivyo, vyanzo vya karibu vinaeleza kuwa hali ilitulia baada ya muda mfupi, ingawa mvutano kati ya madereva wa pikipiki na polisi bado unaendelea kwa chanzo cha wasiwasi mjini Butembo. Wakati huo mamlaka za jiji zinaendelea na juhudi za kurejesha utulivu, huku zisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za matumizi ya maeneo ya umma. Kwa upande mwingine, jamii ya madereva wa pikipiki inatarajiwa kuendelea na mazungumzo ili kuepusha migogoro zaidi na uweza kuhatarisha amani katika jiji hilo. Katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, taarifa za usiku kuamkia leo Jumanne tarehe 21 Aprili zinaeleza kuwa kutokea kwa tukio la utekaji na mauaji lilolenga kiongozi wa kituo cha Mweto anayejulikana kwa jina la Muzaliwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, Muzaliwa ambaye alikuwa msimamizi wa kituo hicho na ambaye iliripotiwa kuwekwa katika nafasi hiyo baada ya eneo la Mweto kuchukuliwa na wapiganaji wa uasi wa M23, aliuawa baada ya uvamizi uliofanywa na watu wenye silaha katika eneo hilo wakati wa usiku. Taarifa zinaeleza kuwa uvamizi ulifanyika ghafla na kusababisha hali ya taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Katika tukio hilo, walinzi wake binafsi walikuwepo, walifanikiwa kutoroka kwa shida, jambo linaloashiria kuwa shambulio lilikuwa la kasi na lilipangwa kwa umakini. Hadi sasa hajafahamika wazi ni kundi gani sasa linalohusika mara moja na uvamizi huo, na mazingira halisi ya tukio hilo bado linaendelea kuchunguzwa na vyanzo vya ndani vya usalama na jamii ya eneo hilo. Tukio hilo linaongeza tena wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Masisi, ambako mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara yamekuwa yakiripotiwa katika makundi tofauti yenye silaha, hali inaendelea kuathiri maisha ya raia na viongozi wa maeneo hayo. Wakazi wa Mweto na maeneo jirani kwa sasa wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa, wakihofia uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi zaidi, huku wito ukiendelea kutolewa na kuimarisha ulinzi wa raia na kurejesha utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wizara ya Madini imeanza rasmi ziara muhimu katika baadhi ya mikoa ya nchi, ikiwa ni sehemu ya kutekeleza dira ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi chini ya utaratibu wa Waziri Mkuu Judith Suminwa. Waziri wa Madini Louis Watumu Kambamba alianza ziara hiyo siku ya jana Jumatatu tarehe 2 Aprili, akitembelea mikoa ya Bauwele, Ituri pamoja na Maniema. Lengo kuu la ziara hii ni kutathmini hali ya sekta ya madini kwa jumla, hususan usimamizi wa uchimbaji madogo kufuatia shughuli za kampuni ya Sokimo pamoja na kuchunguza manufaa halisi yanayofanikia wananchi wanaoishi katika maeneo yenye rasilimali hizo. Katika hatua ya kwanza ya ziara hiyo, waziri alipokelewa katika mji wa Bunia na viongozi wa mkoa kabla kufanya mazungumzo na gavana wa kijeshi wa Ituri Luteni Jenerali John Luboya Shikama. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na ujumbe mkubwa unaojumuisha wabunge wa kitaifa, katibu mkuu wa Wizara ya Madini pamoja na wakuu wa taasisi mbalimbali zilizo chini ya wizara hiyo. Baada ya hapo, ujumbe ulielekea katika wilaya ya Aru ambako waziri alikutana na viongozi wa eneo hilo, wakilishi wa mashirika ya kiraia pamoja na jamii za wenyeji kwa lengo la kuwapa picha halisi ya shughuli za madini zinazoendeshwa mashanani. Katika mazungumzo hayo, alisisitiza umuhimu wa uwazi, kupambana na udanganyifu pamoja na kukuza uzalendo, uadilifu na uwajibikaji na utendaji unaozingatia matokeo. Hata hivyo, katika ziara yake ndani ya sheferi ya Jalasiga wilayani Mahagi, hali inaonekana kuwa ya kutia wasiwasi. Ilibainika kuwepo kwa uchimbaji haramu wa dhahabu unaofanywa na wageni kutoka nje ya nchi bila vibali halali. Uchimbaji huo unatumia mitambo mizito kinyume na sheria na taratibu za nchi. Kutokana na hiyo, waziri wa madini alitoa maagizo haraka ya kukamatwa kwa mtambo huo unaotumika katika uchimbaji huo haramu, kufungwa kwa maeneo husika pamoja na kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi ya wahusika ili kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Ziara inaonyesha dhamira ya serikali ya kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini, kupambana na uchimbaji haramu na kuhakikisha kuwa rasilimali za taifa zinawanufaisha wananchi kwa njia iliyo ya haki na endelevu. Kwa sasa serikali inaendelea kusisitiza umuhimu wa usimamizi bora wa rasilimali za asili, huku hatua kali zikiandaliwa kuchukuliwa dhidi ya yeyote atakayekiuka sheria katika sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa nchi.
Katika uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani, maendeleo mapya yanaonyesha kuwa kampuni kadhaa za Marekani zimeanza kuonyesha nia kubwa ya kuwekeza katika sekta ya madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa afisa mmoja wa idara ya mambo ya nje ya Marekani, kuna masa kubwa ya maana kutoka kwa kampuni za Marekani kutaka kuwekeza katika rasilimali za madini nchini Kongo, ikiwemo eneo la Rubaya ambalo linajulikana kuwa na utajiri mkubwa wa madini, lakini sasa liko chini ya udhibiti wa makundi ya uasi wa M23. Afisa huyo alieleza kuwa licha mvutano huo wa kiuchumi, uwekezaji wowote na utakaofanyika katika maeneo hayo utalazimika kuendana na juhudi za kitaifa za kurejesha amani na utulivu nchini DRC, hasa zile zinazoongozwa na Marekani. Rubaya ni moja ya maeneo yenye umuhimu mkubwa kimadini mashariki mwa DRC, lakini pia ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mgogoro wa silaha alionafanya uwekezaji kuwa changamoto kubwa kwa sasa. Kauli inaonyesha kuwa jumuiya ya kimataifa hususan Marekani inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama mashariki mwa Kongo, huku ukitaka kuhakikisha kuwa uwekezaji katika rasilimali za nchi ya uchochee migogoro, bali unachangia katika kuleta amani na maendeleo. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaona kuwa iwapo hali ya usalama itaimarika, uwekezaji wa kimataifa katika sekta ya madini unaweza kuwa fursa muhimu kwa DRC kuongeza mapato yake na kuimarisha uchumi wake. Hata hivyo, changamoto kubwa inaendelea kuwa ni kurejea kwa utulivu katika maeneo yenye migogoro ili kuhakikisha kuwa rasilimali hizo zinatumika kwa manufaa ya wananchi wote badala ya kuchochea migogoro zaidi. Kwa sasa macho ya wengi yanaelekezwa katika juhudi za kidiplomasia na kiusalama ambazo zitaamua mustakabali wa uwekezaji huo pamoja na maendeleo ya sekta ya madini nchini DRC. Katika mkoa wa Katanga, hali ya kibinadamu imezua taharuki kubwa baada ya kundi la watu waliokimbia vita kutoka mikoa Kivu Kaskazini na Kusini kulazimika kulala nje mbele ya jengo la guvernora katika jiji la Lubumbashi usiku wa tarehe 12 Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la hilo, wanaume, wanawake na watoto walikesha chini ya anga bila maji, bila makazi na bila huduma za afya, hali ambayo inaelezwa kuwa ya kibinadamu isiyokubalika. Watu wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kwa kikosa msaada wa haraka licha ukali wa hali wanayoipitia. Wakimbizi hao ndani ni sehemu ya wimbi kubwa la watu waliokimbia machafuko endelea mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa Kivu ambako mapigano mara kwa mara yamekuwa yakisababisha maelfu ya raia kuachana na makazi yao na kuelekea katika miji mikubwa wakitafuta usalama. Hata hivyo, hali imezua maswali makubwa baada ya mamlaka za mkoa wa Katanga kuonekana kutokuchukua hatua za haraka kukabiliana na janga hilo. Makamu wa gavana anayekimu nafasi ya gavana Martin Kazembe Shula hadi sasa hajaripotiwa kutoa msaada au hatua yoyote ya dharura kwa watu hao walioko katika mateso makubwa. Ukosefu wa hatua kutoka kwa viongozi wa mkoa umebua hasira na malalamiko kutoka kwa wananchi pamoja na mashirika ya kiraia ambao yanahoji ni kwa nini hakuna juhudi zinazoonekana kusaidia watu walioko katika hali hatari mbele ya macho ya viongozi. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaonya kuwa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa, hali inaweza kusababisha madhara makubwa zaidi kiafya na kijamii, hasa kwa watoto na wazee ambao wako katika hatari kubwa. Kwa sasa wito unaendelea kutolewa kwa serikali ya mkoa na wadau wa kibinadamu kuingilia kati haraka, kutoa msaada wa dharura na kuhakikisha kuwa watu hao wanapata hifadhi, chakula, maji safi pamoja na huduma za afya. Hali inaendelea kuonyesha ukubwa wa athari za vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, huku maelfu ya wananchi wakilazimika kuishi maisha ya mateso hata katika maeneo yanayozaniwa kuwa salama zaidi. Kufuatia ajali mbaya kuzama kwa boti iliyojulikana kwa jina la Mama Nikumbuke ilitokea tarehe 14 Aprili katika ziwa Tanganyika, serikali ya mkoa imechukua hatua za haraka kutoa msaada kwa familia iliyoathirika na tukio hilo la kusikitisha. Kwa mujibu wa maelekezo ya gavana wa mkoa wa Christian Kitungwa Muteba, vyombo vya serikali vimehamishwa bila kuchelewesha ili kuhakikisha msaada wa haraka unawafikia waathirika. Hatua inaonyesha dhamira ya mamlaka ya mkoa katika kukabiliana na majanga ya kibinadamu kwa wakati mwafaka. Katika mwendelezo wa juhudi hizo, ujumbe wa serikali uliongozwa na waziri wa afya mkoa wa Benoit Malumbi ulifika usiku wa Jumapili tarehe 19 Aprili katika eneo la Kankalobo. Ikiwa huko walipeleka msaada wa vyakula pamoja na fedha kwa familia zilizoathirika, ikiwa ni ishara ya mshikamano wa faraja na waliopoteza kwa wapendwa wao. Familia zilinufaika na msaada huo zilishukuru serikali ya mkoa pamoja na gavana kwa hatua hiyo, wakaeleza kuwa msaada huo umeleta faraja katika kipindi kigumu cha maombolezo wanachopitia. Akizungumza kwa niaba ya mamlaka ya mkoa, waziri Benoit Malumbi alitoa salamu za rambirambi
rambirambi kwa familia zote zilizopoteza ndugu na jamaa zao katika ajali hiyo. Pia aliahidi kuwa serikali itaendelea kusimama nao katika kipindi hiki kigumu. Alitangaza kuanzia mwanzoni mwa wiki inayofuata tume maalum itatumwa katika eneo la Kasama ili kuendelea kutoa msaada kwa familia nyingine zilizoathirika pamoja na manusura wa ajali hiyo. Kwa jumla familia 68 zimeorozeshwa kunufaika na msaada huo, jambo linaloonyesha juhudi za serikali ya mkoa kuhakikisha hakuna aliyeathirika anayeachwa nyuma katika kipindi hiki cha majonzi. Hatua inakisi mshikamano wa uwajibikaji wa viongozi wa mkoa katika kuhakikisha kwa wananchi wao wanapata msaada unaostahili wakati wa majanga, huku wakiendelea kuwa faraja kwa familia zilizoathirika na tukio hilo la kusikitisha. Akiwa katika ziara rasmi nchini Uturuki siku ya Jumapili tarehe 19 Aprili, makamu waziri mkuu, waziri na ulinzi wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Guy Kamombo Mwandiavita amesisitiza dhamira ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya Kinshasa na Ankara. Ziara hiyo inaelezwa kuwa ni hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili yenye lengo la kujenga sekta ya ulinzi ndani yenye uwezo wa kujitegemea kwa kuiga mfano wa maendeleo na viwanda vya kijeshi vya Uturuki. Siku ya jana Jumatatu tarehe 2 Aprili, waziri huyo alifanya ziara ya kikazi katika vituo mbalimbali vya uzalishaji wa vifaa vya kijeshi vilivyoko katika mji wa Ankara. Ziara hiyo ilimwezesha kujionea moja kwa moja uwezo wa uzalishaji wa mpangilio wa sekta ya kijeshi ya Uturuki ambayo inatajwa kuwa ya pili kwa nguvu ndani ya NATO na ya 9 duniani katika uzalishaji wa vifaa vya ulinzi. Ziara imefanyika katika mkataba wa mageuzi yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye lengo la kuimarisha uwezo wa kijeshi FARDC kwa vifaa vya kisasa na kuweka misingi ya sekta ya viwanda vya ulinzi vyenye kujitegemea. Kupitia ziara hiyo, waziri Guy Kamombo Mwandiavita ameonyesha kuridhishwa kwa kiwango kikubwa cha utaalamu wa Uturuki katika sekta ya kijeshi, akisisitiza kuwa nia ya serikali ya Kongo ni kuendeleza na kudumisha ushirikiano wa muda mrefu na nchi hiyo katika nyanja za kijeshi na kiufundi. Ni vyema kukumbuka kuwa mwezi Julai mwaka 2025 waziri huyo alikutana na mwenzake wa Uturuki wakati wa maonesho ya kimataifa ya sekta ya ulinzi yalifanyika Istanbul. Katika mkutano huo, pande zote mbili zilionyesha nia kuimarisha ushirikiano hasa katika mafunzo ya wanajeshi wa FARDC, uhamasishaji wa teknolojia na ununuzi wa vifaa vya kisasa vinavyokidhi mahitaji ya usalama nchini DRC. Kwa sasa ushirikiano huo unaonekana kuwa nguzo muhimu katika juhudi za DRC za kuimarisha ulinzi wake wa taifa, huku ukitoa matarajio ya kujenga jeshi lenye uwezo mkubwa na linalotegemea katika siku zijazo. Na kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Tuendelea kuwakumbusha wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu kuwa hali ya usalama na maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali bado inahitaji ufuatiliaji wa karibu na hatua za pamoja kutoka kwa viongozi, wadau wa amani pamoja na jamii nzima ili kuhakikisha utulivu na maendeleo endelevu. Kwa habari zaidi na taarifa za kina, endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia Kivu News Info kwenye mitandao yetu ya kijamii na majukwaa mbalimbali ya habari. Na naendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa email vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama sasa utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo ya kila siku tunakuletea habari saizi yenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Ngine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakupeleka moja kwa moja kujiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itasababisha usitune chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada la tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na ni Kivu News Info. Basi tutakie jioni njema na usiku mwema, na nikodi tena tutanane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, usiku mwema, bye bye na chao.